Asifiwe. Ninamshukuru Bwana sana kwa wema wake na fadhili zake ambazo zimeendelea kuwa kwangu na kwetu sisi sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa hii neema ambayo ametupa ya kuwa hai siku ya leo, na pia neema hii ambayo imetukirimia ya kwamba tukaweze kuwa katika uwepo wake asubuhi ya leo. Ni mchana maana naona sasa ni saa 5. Inaitwa mchana ama bado ni asubuhi? Bado ni asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa Bwana kwa vile ambavyo ametupatia neema ya kuwa katika uwepo wake asubuhi ya leo. Na nashukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana amekuwezesha kwa hapa. Uko hapa kwa kusudi la Mungu. Ambie jirani, uko hapa kwa kusudi la Mungu. Hauko hapa tu mwenyewe, hapana, uko hapa kwa kusudi la Mungu lililo zuri kwako, kwa sababu Mungu anasema anatuwazia mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mema, kati ya hayo mema ambayo amekuwazia ni kwamba ukawe katika uwepo wake, na kwa mwaka huu Bwana atembee nawe ili upate kila kitu kwa utele. Haleluya! Shangilia Bwana Yesu anayetuwazia mema na mazuri kweli kweli. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ibada ya asubuhi tumeambiwa ya kwamba kama tutakubali na kutii, ndipo tayala mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani inasema ndipo tapokea kwa utele kile Mungu amekiweka kwa ajili yako, kile Mungu ambacho amekiwaza kwa ajili ya maisha yako, kile Mungu ambacho ameahidi kukupea ama kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea utiifu wako kwa Bwana. Haleluya! Na Bwana alivyo mwema na mwaminifu jameni, katika kumtii Bwana pia unahitajika ama unastahili ndani ya moyo wako ulikiri neno la Bwana. Haleluya! Kwa hivyo tutazungumza ama tutashirikiana kwa ibada hii ya asubuhi ya leo ama ya siku ya leo kwa majira haya ambayo Bwana ametupa kuwa hapa, ambayo Bwana ametukirimia kumsikiliza yeye katika mwaka huu, ili tupate kutembea katika maisha ya utele. Bwana atembee mbele yetu akituondolea mahadui. Bwana aende mbele yetu akitufanya wale wanaotuzuilia wasituzuiliwe. Amen. Inategemea kumwamini Bwana na kulikiri neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutazungumza katikati yetu ama tutashirikiana kwa neno la Bwana. Tunasema hivi katika ibada hii, nguvu katika kukiri. Amen. Na nasema leo, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, utakiri kile kitu unachokiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika kukiri ni kile unachokiamini ndani ya moyo wako, na hauamini chochote, unaliamini neno la Bwana katika moyo wako, katika maisha yako, na utatembea ukikiri. Kwa maana kile ambacho Mungu amekupatia, amekinena kwa ajili yako, ni lazima ukiamini na ukakikiri. Basi naomba ukae katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Amen. Nampenda Yesu sana kwa kuniokoa na kunidumisha katika wokovu wake, na matumaini ya wokovu Bwana ameendelea kuyadumisha ndani yangu. Kwa hivyo nasikia kumpenda Bwana sana kwa neema hiyo ambayo amenikirimia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wachungaji wetu wote ambao Bwana amewaweka mahali hapa, wakiendelea kuhudumu pamoja nasi, wakituhudumia. Nasema Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila kiongozi anaisimamia department yoyote kubwa ama ndogo, Bwana amekuweka katika nafasi hiyo. Haukuwekwa hapo kwa bure, umewekwa hapo kwa kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nasema Bwana awabariki wachungaji wetu na viongozi wetu wote. Tumpige Bwana Yesu makofi kwa ajili ya watu hao. Napenda kumshukuru Mungu sana na kuwashukuru
viongozi wetu ambao pia jana waliitikia mwito ambao tulikuwa tumeitana tukaweze kushirikiana kama watendakazi pamoja na Kristo mahali fulani. Amen. Kwa hivyo nasema Bwana akubariki wewe kiongozi uliyetii na ukajipeana, kaacha shughuli zako, kaacha nafasi yako ya kupelekea jamii yako out, ukakubali Bwana kupeleke out bila jamii. Wewe ubarikiwe sana. Kanisa, tupigie viongozi wetu makofi, kwa sababu anatuonyesha mfano mzuri wa utiifu kwa Bwana. Kia hao wanatii, basi nasi hatutakuwa na budi ila tuitii sauti ya Bwana, tutii mamlaka ama tutii uongozi ambao Bwana ametuweka chini yake kwa wakati kama huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na tukajulishwa katika mkutano huo wa viongozi ya kwamba wale walio viongozi Bwana amewaweka kama watunzaji wa madhabahu ya Bwana. Bwana amewaweka kutunza moto wa madhabahuni usizimie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ati sisi kazi yetu ni kutafuta kuni za hayo madhabahu ili moto wake usizimike. Amen. Kwa hiyo si ati uko pale kiongozi tu bure. Hapana, Bwana amekutegemea wewe ya kwamba madhabahu haya moto wake usizimike, maana wewe upo unafanya kuni za madhabahu kuendelea kupatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ninampenda Yesu sana kwa kututhamini ya kwamba tunaweza tukaitwa watunzaji wa madhabahu yake na huo moto wa Bwana, na zaidi katika mlima wa Bwana ambao ametuwekea. Ati mlima wetu unaitwa The Lord's Gathering Fellowship. Huo ndio mlima Bwana alichochagulia, na akachagua watu wa kutunza huo mlima usiwe kichaka cha kujificha wakora na wajanja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Mungu wangu makofi. Amen. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Na skrini zimezimika. Na skrini zikizimika pia ile saa inazimika. Hiyo saa inakontroliwa na screens. Watunzaji wa vitu vyetu. Kwa sababu saa nyingine saa zetu zinaweza kuwa haziko sawa, tunasaidiwa na ile saa mbele yetu. Kwa hivyo hiyo saa pia naye anaitunza, aitunze isizimike. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Yesu na nawapenda wote ambao Bwana amewapanda hapa kwa kusudi lake zuri, kwa ajili ya kutusaidia. Kila mtu aliye mahali hapa yuko mahali pasawa na anafaa kabisa, na ninathamini kila anachokifanya. Kama Mungu anakithamini, hata mimi nakithamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja akasema ya kwamba wote waliopanda, waliomwagia maji, amina, waliopalilia, hao wote ni wamoja, wanalifanya shamba la Bwana liendelee kunawiri. Amen. Kwa hivyo sote tuatenda kazi pamoja na Bwana, na kila mmoja kazi yake ina thamani. Amina. Lakini atapata thawabu kwa Bwana iwapo kazi yake ataifanya kwa bidii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako kifanya kwa bidii bila kusukumwa, ndani yako kuwe na msukumo wewe mwenyewe, basi utapata thawabu kwa hiyo kazi unayoifanya kwa bidii. Na tunasema tunafanya kwa ubora, si bora kufanya. Kama uko karibu na mtu unajua kiongozi, mwambie unafanya kwa ubora, si bora kufanya. Amen. Si bora tu umefanya, unafanya kwa ubora. Haleluya. Shangilia Mungu wetu kwa makofi, ambaye siku zote hutuhimiza ili tukafanya kazi pamoja naye kwa uzuri zaidi. Amen. Basi na tuingie kwa neno la Bwana jamani. Nasema tunaingia alafu tunatoka. Sitoki saa hizi, tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ati nguvu katika kukiri. Amen. Kumbe katika kukiri kuna nguvu. Na nguvu hiyo inapatikana kwa njia gani? Kwa maana unakiri kile unachokiamini. Kwa hivyo ndani yako ni lazima kuwe kuna kitu unachokiamini, ndipo ukaendelee kukikiri ama kukitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana unapotamka ama unapokiri kile kitu ambacho unakiamini,
unakitabiria ama unajitabiria. Amen. Ya kwamba hii inawezekana. Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninaamini aliyesema ni mwaminifu, si mwongo. Kwa hivyo unalikiri neno ambalo unaliamini na linakaa ndani yako kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana unaliamini, basi utaendelea kulikiri mpaka litakapotimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kukiri neno la Bwana linatusaidia, ama hiyo inatusaidia sana, kwa maana tunaliamini ama tunaamini ndani yetu, tuna imani katika huyo Mungu aliyesema hicho tunachokikiria kwamba kitakuwa, na Mungu hukifanya kukamilika kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokiamini ama imani inapokaa ndani yetu, ati imani huja kwa sababu gani jameni? Ati imani chanzo chake ni kusikia na kulisikia neno la Kristo. Amen. Ndipo unajengeka imani katika maisha yako. Na unapokuwa na hiyo imani, kwa maana ulisikia Mungu amesema kitu fulani kwa ajili ya maisha yako, unapoweka hiyo imani na kuamini kila alichokisema Mungu, unaendelea kukikiri kila siku, kila wakati, alafu Mungu anakifanya kwa sababu ni mwaminifu. Amen. Tutasoma katika andiko letu la kwanza ambalo litatuongoza kwa kushirikiana kwetu leo ama katika ibada yetu ya leo. Na Bwana atatusaidia sana tunapolishiriki neno la Mungu ambalo linatutia imani, linajenga imani ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kitabu cha Warumi mlango wa 10. Msomaji wetu ambaye tunapenda kumtumia vizuri kwa ibada zetu ni Pastor Peter Kiambi. Amehudumu vizuri ibada ya kwanza kuhusu kutii ndipo tubarikiwe. Amen. Bwana kubariki sana mchungaji, lakini bado tunapenda kusikiliza sauti yako kwa sababu ikana neema. Hata hatusikii kaulimi kamurima, tunasikia neema kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si wengine tukiongea unajua hiyo ulimi ni ya murima, lakini tunaposikia sauti yake tunasikia sauti ya Mungu. Amen. Hatusikii ni sauti ya murima. Jameni, Mungu anatupenda sana. Ametupendelea kutupatia watu waliopakwa hata ndimi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi mlango wa 10. Tasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 11. Na Bwana atatusaidia kuyaelewa yale yanayonenwa katika maandiko haya, na Bwana atatubariki. Tusaidie kusoma Pastor Peter Kiambi kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie atatahayarika. Amen. Na tuombe. Baba, tukushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa ya kuwa katika uwepo wako asubuhi hii. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neno ambalo umeliachilia kwetu, na tunakushukuru kwa sababu utaendelea kulifunua zaidi ndani ya mioyo yetu, ndani ya kila mmoja ambaye ameketi chini ya dari hili. Na kushukuru kwa sababu Roho wako unapomwachilia atatusaidia kuyajua makusudi yako ambayo umelituma neno hili kwetu, na utakitumia kinywa changu Bwana ili kuwasilisha neno lako ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, uwezai kuzifunua siri za Mungu ndani ya maisha yetu, kalifunue neno hili ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, tukapate kuyajua makusudi yako, na hata tunapojifunza katika kukiri na kukuamini ewe Bwana, Roho wako atatusaidia
kuliamini neno lako na kulikiri bila kuogopa. Kwa maana tunapokiri Bwana, wewe unatenda ili ukatukuzwe kati yetu katika jina la Yesu. Tunakataa kila roho ambayo inaweza kukandamiza mawazo yetu ya kwamba tusielewe neno la Bwana. Tunaikataa roho hiyo. Tunaweka chini ya miguu ya Kristo Yesu ya kwamba haina nafasi roho ya kupinga, roho ya kuwa na mashaka na neno, haina nafasi katika ukumbi huu. Katika jina la Yesu tunamwalika Roho Mtakatifu awezaye kutusaidia kuyaelewa makusudi ya Mungu, ndipo sasa tukatembee katika hayo na yakatimizwe katikati yetu. Kwa maana unatupenda na unatujali Bwana. Tembea katikati yetu mchana wa leo. Zungumza ndani ya mioyo yetu. Mioyo yetu ikapate ufahamu kupitia Roho wako Mtakatifu. Ufahamu wetu katiwe nuru kwa uweza wa neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba tukiwa na imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ati neno linatuambiaje jameni? Ya kwamba ni wakati ambapo tu unakiri ama ulipokiri. Bwana Yesu asifiwe. Ati ni kwa sababu ni wakati ambapo Yesu, tunapomkiri Yesu kwa kinywa, amen, na kuamini katika mioyo yetu ama katika moyo wako ulipokiri, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ulipoamini kwa moyo ama nilipokiri na kuamini ndani ya moyo wangu, ndipo nilipata wokovu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kwa kuamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa ndipo tunapata wokovu, tunapata haki. Tumehesabiwa haki kwa imani, amen, na kwa kumkiri Yesu ambaye yeye ndiye mwanzo wa haki yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye alileta wokovu, yeye ndiye alileta msamaha. Kwa hivyo tunapomkiri Yesu tunaamini ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu, amen, tumepata msamaha na tumepata wokovu kupitia kuamini na kukiri kwa kinywa. Haleluya. Kwa hivyo utaamini nini? Utaliamini neno la Kristo, amina. Na katika hilo neno la Kristo ambalo liko ndani yako, unapoliamini na kulikiri siku baada ya siku, linakuletea kile unachokihitaji, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutajifundisha leo kukiri na kuamini, ama kuamini na kukiri vitembee pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila unachokiamini utakikiri. Na kumbe nimegundua ya kwamba unachokikiri ni kana kwamba unatabiria ya kwamba Bwana akakifanye, na atakifanya kwa sababu ya anaangalia nguvu ambayo ameiweka ndani ya ulimi wako, amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana ati kuna nguvu katika ulimi wako, amen. Mwingine akasema kuna nguvu hata katika tumbo langu, amen. Sasa inategemea katika tumbo langu nimejaza vitu gani ambavyo nikivitamka, nikiviamini vitaleta matokeo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo mpendwa, tunajifundisha kukiri na kuamini, ama kuamini na kukiri kile tunachokiamini, amina. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa maana tumeambiwa ya kwamba ati imani huja ama chanzo chake ni kulisikia neno na neno la Kristo. Ikiwa tumelisikia neno la Kristo, tunapaswa kuliamini, amen. Tunapaswa kufanya nini? Kuliamini. Na tunapoliamini tunalikiri, tunalitamka siku kwa siku, alafu litaleta matokeo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tulipomkiri Yesu tulipata, ama tunapomkiri Kristo tulipata haki, ama tumehesabiwa haki kwa hiyo imani iliyo ndani yetu. Na ikiwa basi tunahesabiwa haki, kwa hiyo pia tumeupata wokovu kupitia hiyo imani na kulikiri jina la Yesu, amen. Tunajua ya kwamba tumepata wokovu, tumepata msamaha,
tunaitwa kwa wana wa Mungu kwa imani iliyo ndani yetu, ambayo tumeisikia ama imepandika kupitia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutajifunza ya kwamba ni vyema siku baada ya siku, mimi kama Mkristo, kama mteule, kinywa changu kitamke, kikiri neno la Bwana, uweza wa Bwana, ndipo Bwana akafanye kila kitu alichokikusudia ama alichokiahidi na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inatupasa ama inanipasa, amen, niamini neno na nikiri neno ili nipate kila ninachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajiambia inanipasa, amen, niamini neno, nikiri neno ili nipate kila ninachokihitaji, na kila ambacho Mungu amekiahidi kwa ajili yangu kitapatikana kwa kuliamini neno ambalo amelisema kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nitajaza neno la Mungu ndani yangu. Haleluya. Ndani ya kinywa changu, ndani ya moyo wangu nitalijaza neno ambalo ni la Kristo, ambalo neno hilo huleta uzima, ambalo neno hilo huleta amani, ambalo neno hilo linaweza kunifanikisha kwa kila ninachokifanya. Kwa hivyo nitajaza neno la Mungu ndani yangu. Tusome tena kitabu cha Mithali 18. Mithali 18 mstari wa 20. Ni andiko ambalo tumelizoea sana, lakini neno la Mungu kila siku linafaa, hata leo linafaa. Amen. Kwa ajili ya kujenga imani yangu. Amina. Nipate kufahamu kile ninachopaswa kukitamka ama kukinena kila siku, maana kina vitu kinaweza kukaleta. Amen. Amen. Basi tunasoma mstari wa 20. Hiyo Mithali 18 tunasoma fungu moja la 20 peke yake, alafu tutaendelea zaidi baadaye. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Atashiba mazao ya midomo yake. Hebu soma huo mstari mwingine wa 21 Pastor. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Ndio. Na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ati tumbo la mtu litajazwa kwa matunda ya midomo yake. Kumbe haya maneno yanafananishwa na matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maneno nayo yazungumza ambayo yametoka ndani yako, itajaza tumbo lako ama nafsi yako. Kumbe ni matunda. Hayo matunda ambayo yanaweza kuijaza tumbo lako ama nafsi yako ni midomo ambayo inatamka kitu ambacho ni cha neema ama ni cha imani ama ni cha kulikiri neno la Mungu. Ndipo kikiendelea kutamka kinywa chako, unashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inakupasa ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, ujaze neno la Mungu ambalo litapotamka, unapolitamka, unapolinena, linanena makusudi ya Mungu kwa ajili yako. Haleluya. Kwa hivyo unastahili siku baada ya siku katika tumbo lako ama katika maisha yako, kwa maana kumbe unachokitamka kinakuwa ni matunda ya uwezayo kushibisha nafsi yako. Kwa hivyo unaliweka neno la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaliweka ukiwa na imani ya kwamba yale ambayo nimeyasikia, nimeyaamini, nimeyaweka ndani yangu, ninayatamka siku kwa siku, kwa maana hayo ndio yanaweza kunishibisha nafsi yangu. Yanaweza kunipatia ushindi katika maisha yangu ya kiroho. Yanaweza kunipandisha ngazi nyingine katika maisha yangu ya kila siku. Ni neno la Bwana ulijaze moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kumbe hata kuna mauti na uzima ziko katika uweza wa ulimi wangu. Amen. Sema yako katika uweza wa ulimi wangu.
Kwa hivyo mafanikio na vitu vinginevyo viko katika uweza wa ulimi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna neno la Bwana nilisikia na nikaliweka ndani yangu, hata neno la mwaka huu ambalo linasema ya kwamba Bwana atatembea nasi. Amen. Na anapotembea nasi Bwana atatuondolea vizuizi mbele yetu. Na anapotuondolea vizuizi mbele yetu, Bwana atatupatia utele, atatupatia kila tunachokihitaji kwa utele. Ikiwa neno hilo nimeliamini, liko ndani ya moyo wangu na ninalikiri, ninaliamini, nitayapokea aliyoyanena Bwana, kwa maana ni kwa ajili ya nafsi yangu. Amen. Kwa hivyo kinywa changu kitatamka uweza wa Bwana, kitatamka mema ya Bwana, kitatamka fadhili za Bwana, kitatamka kila ahadi njema ambayo Bwana ameahidi kwa ajili ya maisha yangu. Maana ninapotamka katika ulimi wangu, Bwana anaangalia ninachokiongea, na pia kuna shetani naye anaangalia kile ninachokiongea kinyume, anakifanyia haraka kitimie kwako. Lakini kile ambacho nakinena ambacho kinalingana na mapenzi ya Bwana, unapotembea pamoja na Bwana, Bwana atakifanya kukamilika kwa wakati na hakitazuiliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila siku jijenge kwa neno la Bwana. Amen. Neno la Bwana lijae ndani ya maisha yako. Unapolisikia, lipokee kwa furaha na liweke moyoni mwako ukiwa na imani 100% ya hilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la mwaka uliopita, Bwana Yesu asifiwe sana, ilikuwa ni mwaka wa kuthibitishwa. Amen. Wa kuimarishwa na Bwana. Na walioliamini wakalikiri walifanyiwa hivyo na Bwana. Haleluya. Lakini wale waliokuwa na mashaka ya neno hilo, huo mwaka ulipita na saa hizi tuna mwaka mwingine wa neno tofauti. Usipokuwa na imani na hilo neno la Bwana, basi hautapata kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kunazo kanuni ambazo Mungu hawezi kuzikeuka. Amina. Bwana asifiwe sana. Katika kuamini na kutii. Amen. Hizo ni kanuni Mungu ameziweka katika maisha yetu, ameziweka mbele yetu. Tunapoziamini, tunapozifanyia kazi, basi chochote kizuri ambacho Bwana anasema, hatutakosa chochote kilichochema, basi wewe hutakosa, kwa maana Bwana anaangalia neno lake alitimize. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Juma lipili iliyopita tulisema ya kwamba tujitie nguvu, tutembee na wazo la Bwana. Amen. Ikiwa wazo la Bwana anawaza juu yako kukutendea mema, unapotembea kwa wazo hilo na kuliamini hilo wazo analoliwaza juu yako, utayapata hayo mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa naomba kabisa, nasema Bwana, hili neno lisipite kwa wale watu wanaoliamini Bwana. Watu wathibitishwe, watu waimarishwe, wasiandikwe kazi na kufutwa Bwana. Sikujua hata mimi mpya Bwana ananikumbukaga, basi naye akanikumbuka Bwana. Haleluya. Kwa maana niliamini, lakini mimi niko naliamini ya wenzangu. Haleluya. Najua moyo wa intercessor ni wa ajabu sana. Naweza kwenda mbele za Bwana una shida yako, naomba, alafu naletewa shida ya mtu mwingine na ingine. Unaona ya mwingine ni kubwa kuliko yako, unaombea hiyo. Lakini hapo ukimaliza, hata Mungu anakushughulikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napoliamini neno la Bwana na kutembea nalo na kulikiri. Amen. Kuliamini, Bwana hata sita kushughulikia maisha yako. Amen. Waliozoea kukuwekea mipaka, mwaka huu hawataweka. Kwa sababu unajua nini? Bwana amesema ya kwamba mwaka huu atatembea mbele yangu.
Haleluya. Na yule aliyezoea kuniwekea mipaka, Bwana atamkemea, kwa sababu anasema mimi sitazuiliwa, nitaendelea kupanuka upande huu na upande huu. Na niliamini neno hilo na ninalikiri, Bwana atalishughulikia. Lishuke kwako. Waliozoea kukuwekea mipaka mwaka huu hawatakuwekea, kwa maana unaamini neno la Bwana. Waliozoea kukupimia hewa mwaka huu hawatakupimia, kwa sababu naamini neno la Bwana. Unalikiri ndani yako limejaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia kukiri ni kana kwamba unajitabiria wewe, si ndio? Tuangalie mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana, ambaye yeye hakujua ya kwamba anaposema hivyo ni kutabiri, lakini kumbe ikawa Mungu amemweka kwa hali fulani ili ajifundishe kufanya nini? Kujitabiria. Amen. Kukiri, kunena. Na ukinena Mungu anavifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kwani mmeboeka mapema aje? Hebu angalia jirani muulize, kwani umeboeka? Unaona kukiri ni kazi ngumu. Nikiri paka saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie mtu mwingine aliyefundishwa kukiri, kutamka. Na kumbe unapotamka Mungu anataka ifanyike, kwa sababu wewe kumbe pamoja na Bwana mnafanya kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu cha Ezekiel mlango wa 37. Ezekiel 37. Soma mstari wa kwanza hapo hadi mstari wa 6. Mstari mingi kidogo, lakini tutasoma kwa haraka, maana hii inatusaidia nasi tujifundishe kufanya nini? Kukiri. Amen. Yale unayotaka uyapate, unayaamini, unayakiri, unayasema. Tusaidie kusoma pastor. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikawajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma mstari mwingine, utaona alichoendelea kukifanya na anaamriwa na Bwana afanye. Hakuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiendelea kusoma hayo maandiko, inatuonyesha ya kwamba ilikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kimetendeka katika Israeli, na kukawa kuna huo ukavu, watu waliuawa wakaenda kutupwa mahali. Sasa huyu alipochukuliwa katika roho ya Bwana, ama akachukuliwa na roho wa Bwana, apelekwa kwa hilo bonde ambalo limejaa mifupa, tena ilikuwa mikavu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana amempeleka yeye, tena anamuuliza huyo Bwana, anauliza huyo mtu. Haleluya. Kamwambia, mwanadamu, tumefikishana hapa kwani? Unaona nini hapo? Hii mifupa ni mikavu sana. Alafu Mungu anamuuliza, na je, mifupa hii inaweza ikaishi? Sasa yule ndugu ambaye alichukuliwa na roho wa Bwana akamwambia, Bwana, sijui, unajua wewe, maana mimi naona mifupa tu imejaa katika uwanda huu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu anamwambia, ili hii mifupa iishi, ni wewe utafanya nini? Utanena juu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Hii mifupa ni mikavu kweli, lakini hii inategemea neno lako wewe. Anashangaa, mimi tena? Lakini ako pale akijua ya kwamba ni Bwana amenileta na ndiye atanionyesha cha kufanya ama cha kuzungumza. Haleluya. Sasa anaambiwa na Bwana, iambie hiyo mifupa ya kwamba wewe mifupa, haleluya, wewe mifupa umkavu kweli, lakini lisikie neno la Bwana leo. Bwana Mungu wako akuambia hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mifupa ni mikavu kweli, lakini inapewa neno la Bwana. Kuna amri ya neno la Bwana, amina, ambayo inamtia huyu motisha huyu mtu wa kutamka kile Bwana anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani mtu huyu anatiwa motisha na Mungu. Yeye hakuwa na la kusema, maana anaona mshangao kwa sababu uwanda umejaa mifupa mikavu, na hiyo mifupa ilikuwa mingi kweli. Haleluya. Lakini Mungu anasema nini? Ya kwamba iambie hiyo mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Haleluya. Ingawaje wewe mfupa umkavu, lakini Bwana anasema wewe mifupa utaishi. Haleluya. Ndio leo nimekujia kwa neno la Bwana. Kwa kinywa chako useme kile ambacho kilikuwa kikavu sana, lakini kwa maana kuna neno la Bwana limeongea juu ya maisha yako, wewe unalitamka hilo neno, unaliamini hilo neno, na kila kilichokuwa kibaya Bwana anakibadilisha kionekane na utofauti, maana kuna neno la Bwana limenena kwa ajili ya hali yako. Haleluya. Kwa hivyo najifunza mpendwa, siku baada ya siku kulitamka neno la Bwana, kulikiri neno la Bwana, na unalikiri ukiwa na imani na yule ambaye anakuambia sema, utaishi. Amen. Si Bwana anasema mwaka huu utaendelea sana wala hautazuiliwa. Haleluya. Bwana amesema mwaka huu panua hema yako wala usizuie vigingi vyako. Sio, ni Bwana amesema kazi yako ni kutii na kukiri kile Bwana anachokisema. Haleluya. Ili Bwana akafanye, anatafuta nafasi ya mtu. Haleluya. Ndipo akaambia hawa watu panua hema yako. Amen. Hapa naambia huyu mtu itamkia mifupa hii, yaambia wewe mifupa mikavu kweli, lakini Bwana anasema hivi, wewe mifupa utaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kusoma huko mbele utaona aliposema ya kwamba kutakuwa na maisha kwa mifupa mikavu, ati ikaanza kutafutana. Haleluya. Kama boni ilikuwa ni ya mguu, ikatafuta ikaloktia ya hapa naitwaje hapa? Ikatafuta kwa hipu, hiyo ya mguu ikaingia hapo. Hiyo ya hipu ikatafuta ya mgongo iko wapi, ikaitafuta. Kwa sababu kuna mtu anatabiri, mtu ambaye alikuwa hajui yeye ni nabii, lakini Bwana amesema sema, vinatafutana. Haleluya. Kwa neno la unabii wa mwaka huu Bwana anataka utamke, vile vilivyopotea vinatafutana, vinakuletea, vinatafutana, vinakuja karibu na wewe, vilivyobebana, vilivyokuwa vimechelewa Bwana anavileta, kwa maana una neno la Bwana na umelitii na umeliamini neno la Bwana. Vinatafutana. Sema vitatafutana. Haleluya. Vitatafutana. Mwaka huu vitatafutana. Hata aliyechelewa Bwana anamtafuta. Mpendwa aliyechelewa Bwana anamtafuta. Kwa sababu gani? Umelitii neno la Bwana na umeliamini na unalikiri. Haleluya. Usingoje nabii kutoka mbali. Bwana anasema ni wewe, kwa ulimi wako unachokitamka Bwana anakifanya. Haleluya. Ambia jirani ni mimi. Haleluya. Na mwaka huu hawatanizuilia mimi, maana natembea kwa neno la Bwana. Mimi ninatembea kwa amri ya Bwana. Mimi ninatembea kwa imani ya neno la Bwana. Mimi. Kwa hivyo wewe na Bwana mnapasua.
Haleluya. Wewe na Bwana hautazuiliwa. Wewe na Bwana hakuna kikosi kinachotosha kukuzuilia. Haleluya. Kwa maana unatembea kwa neno la Bwana. Ulipokiri umepata wokovu, saa hizi unaitwa mteule, kwa maana ulikiri neno la Bwana. Ulimkiri Yesu, saa hizi unaitwa mteule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pande hiyo, pande hii kuna wangwana sana. Haleluya wapendwa. Haleluya. Tembea na sauti ya Bwana. Tembea na neno la Bwana. Likiri hilo neno. Liamini hilo neno. Tamka hilo neno. Litaumba uzima mahali ambapo unauona haupo. Haleluya. Kwa hivyo unapotembea na kulikiri neno la Bwana, utaona kile mwingine hakioni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pale mahali mwingine haoni, hapo unaweza kufanya biashara. Wewe Mungu anapokupeleka hapo, anaona hapo pana biashara ya kukuletea millions. Haleluya. Kwa maana umetembea na neno la Bwana. Umetembea, umeamini, umelikirikiri. Yani umeliongea. Kila siku unapotembea, maana Bwana amesema kwa mwaka huu ni mwaka wangu ambapo sitazuiliwa. Ni mwaka wangu wa kupokea kwa utele. Hakuna kizuizi. Kwa hivyo mahali palipo kizuizi haukioni. Unaona Bwana ametengeneza njia yako wewe. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu wewe ambaye Bwana anakutumia wewe kutafuta kilichopotea. Bwana anakutafuta wewe, anakungoja wewe utumaini, anakungoja wewe uamini na ukiri. Haleluya. Kile unachokikiri Bwana anakifanya. Amen. Kwa hivyo mwaka huu Bwana atafanya vya kushangaza, na anayeamini neno la Bwana na anayelikiri neno la Bwana anatembea nalo, kwa maana anajua kuna uweza katika ulimi wangu. Sitakiri kushindwa. Watu wengine wanasema Januari ni mbaya, lakini mimi nasema Januari ni mwezi wangu wa kurudisha kile kilichopotea. Siku ya mwezi wa 12 ya Disemba. So ulienda vacation, uliporudi akaunti imeshuka. Sasa hiyo inangojea neno kutoka kinywa chako ya kwamba hii itajazwa. Haleluya. Hii haitakauka. Hii Januari inaonekana kama jangwa kwa watu, lakini kwangu mimi ni tofauti. Haleluya. Maana nimeingia Januari pamoja na neno la Bwana. Nimeingia mwezi wa Januari pamoja na unabii wa Bwana. Nimeingia Januari ikiwa Mungu anatazamia ulimi kile nitachokitamka Mungu akifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku zingine baba yetu alikuwa akisomea andiko hapa. Anasema atakayejibariki, kila anayependa kujibariki ajibariki katika jina la Mungu wa Yakobo. Haleluya. Siawepo leo mtu huyo anayetamka kujibariki. Nitajibariki kwa jina la Bwana wa majeshi. Nitaendelea kwa jina la Mungu wa Israeli. Nitaendelea, nitavuka mipaka, sitawekewa mipaka kwa mwaka huu, maana kuna neno la Bwana, Bwana wa majeshi aliyopigania wa Israeli, na mimi nimeingizwa hapo na agano la msalaba. Ninaonekana mwana wa Ibrahimu, sizuiliwi hata na bahari. Siwaambie jirani, we sizuiliwi hata na bahari. Sasa kama bahari hainizuii, watanizuia. Haleluya. Si wivu wako utashikwa na haya. Haleluya. Kwa maana wewe ni mwana wa agano la damu ya Kalvari. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana anayetafuta mtu, anayejibariki, anayetafuta mtu, anayetabiria magumu yakabadilike, na Bwana atayabadilisha iwapo wewe umenena. Kwa hivyo kinywa chako dada, si kusema haleluya peke yake, ni ya kujidabiria. Haleluya. Unapokiri neno la Bwana, unatabiri yale unayotaka yakupate, unayotaka yakufanyikie. Bwana atayafanya kwa sababu wewe umepewa huo uwezo, na kwa maana neno la Bwana liko ndani yako. Amen. Lilo na mamlaka.
hautazuiliwa. Ambia jirani, hawezi nizuia. Haya, shetani hawezi nizuia. Amen. Kwa sababu natembea na neno la Bwana. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine akapewa maagizo. Sema maagizo. Amen. Maagizo. Mtu mmoja akapewa maagizo. Aliyetaka kufanikiwa, aliyetaka maendeleo. Amen. Aliyetamani kuona uwepo wa Mungu maishani mwake, akapewa maagizo. Sema maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Some kitabu cha Yoshua mlango wa 1. Yoshua mlango wa 1 fungu la 8. Tusaidie kusoma pasta. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Dio. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Amen. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako. Amen. Kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Joshua anapewa maagizo. Amen. Anaambiwa kitabu hiki cha Torati. Yeye alipewa kitabu cha Torati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa kisifanye nini? Kisiondoke kinywani mwake. Basi kama kiko kinywani, si lazima kiwe kimejaa moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimewekwa moyoni mwake, ndipo aweze kukitamka, ati aweze kukitafakari mchana na usiku. Amen. Ili Bwana atembee naye, afanikishe njia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amtetee, amuondolee mahadui njiani. Kanuni ama masharti. Haleluya. Ni afanye nini? Kitabu cha Torati za Mungu na Musa zikae moyoni mwake, zisiondoke. Haleluya. Akaweka vitu vingine, na akiwa ameziweka moyoni mwake, anazifikiria, anazitafakari. Amina. Ndipo atafanya nini? Ataweza kufaulu, atafanikiwa katika njia yake, katika kila kitu anachokifanya. Lakini kwanza masharti ni kitabu. Mbie jirani, kitabu. Haleluya. Hilo ni neno la Bwana, likae ndani mwako. Amina. Kila siku nalitafakari, kila siku nalifikiria, na unapolifikiria unafanya kama vile linasema. Maana yeye aliambiwa alitafakari na atembee katika amri za hiyo Torati, ndipo atafanikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yako Mkristo wa sasa, amina, wacha kusema kuna neema kubwa. Neema iko, lakini kuna sheria. Uliweke neno la Bwana ndani yako, uliamini, ulikiri, ulitii. Mbia jirani, kutii. Hapo ndio tunasumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachanganywa ya kwamba siku hizi ni za neema, hata nikishindwa kutii hii, neema ipo inanisaidia. Usiishi nje ya neno la Bwana. Amen. Neno la Bwana likae ndani yako kwa wingi. Uliamini, ulikiri kila siku, ulitafakari, ndipo utafanikiwa kwa kila utendalo. Kama unataka kufanikiwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka Bwana atembee nawe, akuondole wale mahadui ambao siku zote wanazuilia njia yako, ni lazima Bwana aone umeliweka neno lake ndani yako. Sheria za Bwana, amri za Bwana unazitunza ndani yako, unaziamini na unatii kufanya kwa kila, sema kila kilichoagizwa na neno la Bwana. Huyo Yoshua anaambiwa akifanye, ndipo afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo katika kuendelea kwako mpendwa, katika ufanisi wako wa kiroho na kimwili, inategemea uliweke neno la Bwana ndani yako, ulitafakari, ulikiri, uliamini, utatembea katika hilo siku baada ya siku. Bwana atafanikisha njia yako, atakutetea, atakupigania. Na katika hiyo sheria ya Bwana, mahali fulani akaambiwa Yoshua ya kwamba unapotembea na mahali pote utakapoenda, hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele yako daima. Haleluya. Akaliamini hilo, akaliweka moyoni mwake. Alipoendelea na safari, akakutana na jamaa mahali fulani. Amen. Lakini kwa maana anaamini Bwana alisema, hakuogopa hilo jitu. Tena jitu tena liko na upanga. Nasema huyu ni nani? Mungu aliniambia hakutakuwa na mtu. Huyu ni wa aina gani? Yaani akamfuata bila kuogopa Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna neno la Bwana ndani yake ambalo limeondoa uoga katika maisha yake. Amen. Anasema Bwana alisema ya kwamba hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele yangu. Kwa hivyo huyu amesimama, huyu simuogope. Huyu ni wa aina gani? Akamkaribia, akamuuliza, je, wewe uko upande wetu ama upande wa adui zetu? Kwa sababu gani? Alikuwa na neno la Bwana, ameliamini, limempa ujasiri, kwa sababu anajua Bwana anachokisema hawezi kukibadilisha, maana ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona unapotembea kwa neno la Bwana mpendwa na kuliamini, hata ukiona majitu yamesimama utasema Bwana alisema kusisimame mtu mbele yangu atakayeniwekea mipaka. Maana Bwana amesema nitaendelea sana. Kwa mwaka huu sitazuiliwa. Kwa mwaka huu nitaendelea kukua utukufu hadi utukufu. Kwa hivyo hiki kizuizi si kizuizi. Haleluya. Unakitamkia na Bwana atashughulika kukiondoa, kwa sababu umelitii neno la Bwana, umeliamini na unaendelea kulifanyia kazi, na Bwana atafanya ili yeye akatukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome andiko letu la mwisho ambalo ndio katika thimu yetu ya mwaka huu, alafu tunamalizia hapo. Kitabu cha Zekaria mlango wa 2. Tusikie kile Mungu anasema. Lakini tayari moyo wako ujenge hiyo imani. Amen. Moyo wako ujenge hiyo imani kwamba huyu Mungu alikuwa anaongea na Hawa, lakini alikuwa anaongea na mimi, kwa sababu mimi ndio nipo wakati huu. Kwa nini huo kurasa haukufungwa wakati huo ukawekwa mpaka wakati huu? Ni kwa sababu Mungu alitaka nipate kujua, maana mimi nipo na neno la Bwana bado linaweza nitendea kazi hata wakati wangu. Zekaria mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Tunamalizia hapo. Kisha nikainua macho yangu nikaona na tazama, mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kuupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Naye akamwambia, piga mbio, kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Fungu la 5 pastor. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka upande zote. Hallelujah. Nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno la Bwana kwetu kwa mwaka huu wapendwa. Amina. Kama kulikuwa na watu waliozoea kukuzuilia, walionekana siku za nabii Zekaria. Amen. Wanatafuta mahali kwa wekea mipaka wana wa Israeli. Amina. Na wewe ndiwe mwana wa Israeli kwa imani, maana wewe ni mwana wa Ibrahimu kwa imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chochote kilichonenwa hapa kizungumziwa Mwisraeli wa huko mbali, kinazungumziwa wewe uliye mwana wa Mungu saa hii. Haleluya. Waliozoweka kuweka mipaka kwa maisha yako, Bwana anawakataza kwa mwaka huu.
Amen. Haleluya. Na sauti ya Bwana na malaika ambaye atatembea nawe kwa mwaka huu, ili yule aliyezoea kuweka mipaka kwa maisha yako, Bwana anasema asiwekewe mipaka tena huyo dada. Haleluya. Asiwekewe mipaka tena huyo Daudi. Haleluya. Asiwekewe mipaka tena huyo Recho. Kwa sababu gani? Ataendelea sana. Haleluya. Vitu ambavyo Bwana anakupa kuvizalisha vitakuwa na uzao mwingi sana, kiasi cha kwamba hauwezi kuwekewa mahali padogo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni nyanja za biashara, Bwana anakupanua zaidi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mambo ya kiroho na uchumi wako, Bwana anasema hautazuiliwa mwaka huu. Maana kunaye malaika ambaye anatumwa na Bwana kwa ajili ya maisha yako. Ametumwa na Bwana kwa ajili ya biashara yako. Anatumwa na Bwana kwa ajili ya maendeleo yako, ili akapambane na yule anayekuwekea vizuizi. Kamwambie huyo kijana asiweke mipaka huyo Sister Regina. Asiweke mipaka huyo Sister Rachel. Asiweke mipaka kwa Sister Eliza, kwa maana ataendelea sana mwaka huu. Haleluya. Na anapoendelea sana, kuna ukuta Bwana atauweka kwa ajili ya mali yako. Kuna ukuta Bwana atauweka kwa ajili ya jamii yako. Kuna ukuta Bwana atauweka ambao utauonyesha utukufu wa Bwana. Hakuna mapepo yatakayozuia. Hakuna midomo ya watu itakayonena kinyume, itakayoinuka. Bwana ataihukumu kuwa mkosa, maana hiyo ndio urithi wa wateule, wana wa Mungu, waliomwamini Mungu, wanaolikiri jina la Mungu wao. Bwana atakuwa huo ukuta kuwazingira pande zote. Hivyo Bwana anakuzingira mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anakuzingira. Bwana anaenda mbele yako, hautazuiliwa. Waliokuzuia miaka iliyopita, mwaka huu Bwana atasema huyo malaika akimbie mbele yako, akaseme imetosha. Haleluya. Aseme imetosha. Alivyowekewa mipaka dada huyu, alivyowekewa mipaka Sister Zipora, hatawekewa mwaka huu. Maana anatembea kwa neno la Bwana, analiamini, analikiri ya kwamba huu ni mwaka wangu wa kujazwa tele. Bwana akavirudishe. Maana kuna nguvu ya neno la Bwana. Kuna malaika anayekutumikia, ametumwa kama mjumbe awezaye kukutetea ili usionewe. Naomba usimame. Haleluya, haleluya. Asante Yesu. Na mwandama Bwana kwa alilonena, njia yangu huning'azia, nikimridhisha atanidumisha, taamini nitii pia. Amini utii, njia peke ni hii ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Natamani wale wanaoliamini neno la Bwana ya kwamba Bwana atatembea nawe, atatia maneno ya kuzungumzia hali ya maisha yako ili sikuzulie tena. Waje hapa mbele tuombe pamoja nao. Bwana kutie neno la kuzungumzia mifupa yako. Bwana kupatie neno la kukiri uzima. Bwana kutie neno la kutokuogopa waliokuwekewa vizuizi. Kwa neno la Bwana analoliachilia ndani ya moyo wako, atakujaza ujasiri. Hautaogopa mahadui, hautaogopa vitisho, hautaogopa aliye kando yako katika biashara, anatoka Pwani, anatoka Pemba. Hautamuogopa, maana unalo neno la Bwana linalokusaidia kuendelea kwa mwaka huu. Haleluya.